Yes, habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni moja kati ya taarifa kubwa ya michezo ambayo tumekuandalia hapa mwana familia uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea katika mitandao yetu ya kijamii. Na hasa katika klabu ya kupendwa ya Young Africans ambayo tayari imeshakwisha kuendelea na mazoezi yake, na jana ilikuwa na mechi ya kirafiki wakiwakaribisha TRA United zamani Tabora United ambayo game ilichezwa katika uwanja wa Gymkhana jijini Dar es Salaam, na mechi kutoka through ya bila kufungana, wakitoshana nguvu pasina kufungana. Bana, kabla hatujatazama taarifa hii, kama wewe ni mara ya kwanza kujiunga nasi hapa, nikwambie tu kwamba umeshakwisha kupita na taarifa zetu nyingi. Ili sasa usiendelee kupita na taarifa zetu, hakikisha unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usahau ku comment na kushare kwa watu wengine ili uweze kujua kuwa chimbo la michezo robaki ni moja tu, ni Tabora Kumekucha, ambapo tunatukuletea taarifa za kimichezo za kila siku ambazo zinaendelea kugonga vichwa vya habari sana katika mitandao ya kijamii. Bana, Young Africans tayari wameshakwisha kuendelea na mazoezi yao, licha ya kwamba kuna taarifa kubwa ambazo zimetufikia hapa. Ni kwamba klabu ya Young Africans ilikuwa inawahitaji wachezaji wake ambao wapo katika timu ya taifa ili kuja kuungana na timu, kwa maana ya klabu ya Young Africans ili kuja kuungana na wachezaji wengine ili kwenda kukabili mchezo wa hatua ya awali, tuseme mlongo wa pili kwa mechi ya kwanza ambayo itachezwa huko Malawi dhidi ya Liver Streak ambao wanakwenda kucheza nao katika mechi ya kwanza. Licha ya kwamba kumekuwepo kwa maneno mengi na kumekuwepo kwa mvutano wa hapa na pale, na tumesikia msemaji wa klabu ya Young Africans akilitolea ufafanuzi jambo hili ambalo limekuwa likizungumziwa sana katika mitandao ya kijamii, kwamba Young Africans hawataki wachezaji wao wahudumu katika timu ya taifa. Kitu ambacho alichokizungumza msemaji wa klabu ya Young Africans ni kwamba wao kama klabu wanahitaji kwamba wachezaji warudi katika timu yao ili kuhakikisha kwamba wanafanya maandalizi kwa pamoja ya kwenda kukabili mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika CAF huko Malawi. Licha ya kwamba kumekuwepo kwa hizo taarifa, lakini alitolea ufafanuzi na kuzungumza kwamba waliona kwamba katika group lao mechi ya pili ambayo ingechezwa tarehe hizo ambazo zilikuwa zimepangwa na FIFA, kwa upande wa timu ambao wangekwenda kukutana nayo ina matatizo, haiwezi kwenda kucheza mchezo huo. Kwa hiyo mchezo huo badala yake ukapangiwa mchezo wa kirafiki ambao upo katika kalenda ya FIFA. Kwa hiyo wao wakasema kwamba kwa vile huu ni mchezo wa kirafiki, tungeliwaomba wachezaji waweze kurejea katika timu, kwa sababu hii ni friend match, haina nguvu vile. Basi wachezaji ambao wameitwa timu ya taifa kutoka klabu ya Young Africans warudi ili kuja kuendeleza mapambano ama kuja kuendeleza kujinoa na kuhakikisha kwamba wanajiweka sawa kwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika CAF huko Malawi. Bana, mara baada ya kuzungumziwa hivyo mambo yakawa mengi sana, na taarifa hiyo iliweza kutolewa ufafanuzi na msemaji wa klabu ya Young Africans, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Hamed Morocco aliweza kukataa ombi hilo, na kwamba wachezaji watahitajika wamalizie mechi yao moja ambayo imebaki ili waweze kurudi wote kuvunja kambi na wote warejee katika majukumu yao ya vilabu. Kwa hiyo lile ombi la klabu ya Young Africans kuomba wachezaji walioko timu ya taifa warejee katika klabu yao ya Young Africans ili kujiandaa na game hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF, ambapo watakwenda kukutana na Silver Striker ya Malawi. Basi ombi hilo limepingwa rasmi na wachezaji wa klabu ya Young Africans walioko katika timu ya taifa. Basi watamalizia majukumu yao na wote watarudi kwa pamoja. Kumekuwepo kwa taarifa nyingi ambazo zimekuwa zikiendelea kutoka katika mitandao ya kijamii kwamba wachezaji kwamba klabu ya Young Africans haitaki wachezaji wake wacheze katika timu ya taifa. Licha ya kuwepo kwa taarifa hizo, lakini ufafanuzi uliotolewa na msemaji wa klabu ya Young Africans umeweka level ama umeweka usawa wa taarifa ambazo zilikuwa zikisambaa sana katika mitandao ya kijamii za kuonyesha kwamba Young Africans wamekataa wachezaji wao wasishiriki mechi iliyosalia ya
kalenda ya FIFA ili waweze kujiunga na klabu yao ya Young Africans katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo usawa wa taarifa hiyo tayari umeshawekwa wazi na msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe, ambaye amezungumzia taarifa hiyo. Bana, na sisi tukasema kwamba hii taarifa tuwezi kukaa nayo, tukulete hapa uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, kama tunavyojua kwamba klabu ya Young Africans ilicheza mchezo wa kirafiki wakiwakaribisha TRA United, mchezo ambao ulichezwa jana katika majira ya saa 3 asubuhi hapa katika uwanja wa Gymkhana, ambapo Young Africans alifanya mazoezi kwa siku hiyo na mechi ikitamatika kwa bila kufungana. Yapo mengi ambayo yalizungumzwa na yapo mengi ambayo yameendelea kwa hapa katika mitandao ya kijamii juu ya performance za wachezaji wa klabu ya Young Africans ambao walionyesha performance kubwa katika mchezo huo na maandalizi ya kuelekea kwa msimu kuelekea kwa mechi za ligi kuu Tanzania bara na mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba performance ambayo imeonyeshwa na wachezaji wa klabu ya Young Africans, top performance kutoka kwa Mohamed Dobia ambaye alionekana kung'ara katika siku hiyo na kuonyesha kiwango cha hali ya juu kabisa ambacho kinaendelea kumfanya muamini na kuhakikisha kwamba anamtumia katika mission zake. Ikumbuke kwa sasa Young Africans hawana muendelezo mzuri na kocha hana furaha kwa mashabiki kutokana na kwamba mashabiki hawaoni klabu hiyo ya Young Africans ikifanya vizuri kama jinsi ambavyo ilivyokuwa ikitajwa kwamba klabu ya Young Africans itafanya vizuri. Lakini good news ni kwamba kupitia ukurasa wa Instagram wa msemaji wa klabu hiyo ya Young Africans Ali Shabani Kamwe aliweza kuzungumza juu ya hichi ambacho kilikuwa kinaendelea na kusema kwamba sasa tayari kitu ambacho kilikuwa anakihitaji mwalimu kukipata juu ya wachezaji tayari ameshakwisha kukipata. Kwa hiyo kwa sasa ni kutegemea tu kwamba klabu hiyo ya Young Africans itafungua turbo na mashabiki wa klabu hiyo wataenjoy soka kama jinsi ambavyo wao walikuwa wanahitaji. Licha ya kuwepo kwa taarifa nyingi ambazo zikionyesha klabu hiyo ya Young Africans iko mbioni kumwachisha kazi kocha huyo Romain Folz kutokana na kutofanya vizuri katika mechi zake, lakini good news ni kwamba mwalimu Romain Folz ameaminiwa tena kwa mara nyingine na ataendelea kusalia katika klabu hiyo ya Young Africans akimalizia akicheza michezo miwili ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa maana ya mchezo wa away ambapo Young Africans watafuata River Strikers ya Malawi, lakini mchezo wa marejeo ambao utachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Baada ya hapo klabu ya Young Africans pia itaangalia performance ya hizo michezo miwili kama kutakuwepo na ulazima wa kuachishwa kazi Romain Folz na kuletwa kocha mwingine, basi hapo ndipo mbichi na mbivu zitaonekana hapo. Lakini kwa sasa Romain Folz ataendelea kuwepo katika technical bench la Young Africans na kuhakikisha kwamba anainoa klabu hiyo ya Young Africans na kuhakikisha inafikia malengo yake. Ikumbuke malengo ya klabu ni kuhakikisha kwamba wanatinga hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika CAF, lakini hapa kizuizi ambacho kimebaki ni River Strikers ya Malawi ambayo kwenda kucheza nayo katika siku za hivi karibuni. Moja kati la mechi ambalo linasubiriwa kwa hamu kwa wapenzi na watazamaji wa michezo, hasa mashabiki wa klabu ya Young Africans, ni kuona kwamba klabu hiyo ikisonga mbele katika hatua ya makundi barani Afrika. Lakini mchezo huo ambao ndo ni kikwazo ama ndo mchezo ambao Young Africans anauangalia kwa jicho la pili kuhakikisha kwamba anafuzu katika mchezo huo. Ili atangulie ama ili atinge katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ni lazima apenye katika mchezo huo ambao Young Africans anao mbele. Lakini atapenya vipi kutokana kwamba wachezaji wake, baadhi ya wachezaji wao wengine wapo timu ya taifa, na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinazungumziwa kwamba huenda kwamba Young Africans haitakuwa bora kutokana na issue hiyo ya kusema kwamba wachezaji wako timu ya taifa na hawana muunganiko vizuri, na anahitaji wachezaji wake wote warejee katika timu ili aweze kuendeleza mipango yake ya kuhakikisha kwamba klabu inakuwa na muunganiko mzuri kama jinsi ambavyo anataka yeye. Lakini kwa sasa unaambiwa kwamba ombi la klabu ya Young Africans juu ya wachezaji walioko katika timu ya taifa limekataliwa, na sasa wanasubiriwa rasmi waweze kuvunja kambi timu ya taifa ili wachezaji hao warejee katika timu yao. Bana, hili sasa usiendelee kupita na taarifa zetu, hakikisha kwamba umejeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usahau ku like, comment na kushare kwa watu wengine.